zinapata favor ni Simba na Yanga. Na mfano mzuri nakupa, ushawahi kuona mechi ya Yanga inacheza saa 8 au Simba? Kwa sababu Simba ni sawa na Tabora United. Sawa, ina mashabiki wengi na nini, lakini tukija kwenye ile status kwamba ni timu ya ligi kuu Tanzania bara, si ndio Kwa hiyo kwenye ratiba angalau hata mara moja kati ya mechi zote 30 angalau hata mechi moja mchana. Of course nimesikia watu wanasema, watu wale wa haki matangazo kwamba wanatamani mechi kwa sababu ni kubwa. Saa 10 inalipa zaidi. Sawa Lakini ndio mechi zote 30 basi iwe saa 10. Unaona, yani wewe angalia mechi ya mchana JKT na Tabora United. Kwa Pamba ndio. Kwa maana unataka kusema kwa hiyo hizo kanuni kwa asilimia kubwa zina favor hawa wakubwa. Na wao wakiwa na jambo lao wanawashawishi hawa, jambo linapita. Wewe fuatilia wale wajumbe wale wa kuteuliwa, kuna nafasi wao inatoka na nafasi 2 sijui. Ili upate kura au nguvu lazima uelewane na hawa watu wawili. Upande wa Simba, upande wa Yanga. Yaani kuna mazingira fulani lazima ukubalike. Hata mwenyekiti wa bodi ya ligi. Wewe fuatilia inavyoenda. Sasa mali, damu tu sawa mzee Mguto anatoka Tanga, lakini kuna namna. Of course kwa sababu ni cheo cha kugombea. Sawa, tunaweza kusema kwamba kuna mazingira kama, yani kuna ushawishi. Lakini lazima hao watu wakuamini. Simuelewa Kwa hiyo kwenye kanuni hizi ambapo unaisema kwamba inawezekana kuna double standard na vitu kama hivyo, hakuna. Wewe umekosea, inakula kwako. Sawa lakini wewe mwenyekiti wa bodi si walimweka. Kwa hiyo walimweka akiwageukia ni wakwao. Sawa. Kwa hiyo picha halisi iko namna hiyo. Hakuna double standard mimi naona. Kiri kwamba wamepokea barua kutoka CAS, lakini kwenye maelezo yao wamesema hawako tayari kurejea kwenye meza ya mazungumzo na bodi ya ligi pamoja na TFF. Mimi kwa mtazamo wangu nafikiri ni vema Yanga wakarejea kwenye meza ya mazungumzo kwa maana ya bodi ya ligi, lakini pia TFF. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu hata ligi ambayo tunazungumza ni ligi ambayo inakuwa chini ya bodi ya ligi, inakuwa chini ya TFF. Uwezi kusema sintaenda mezani wakati pia kuna mechi zingine zimebaki. Na hizo mechi utazicheza, sio? Utazigomea hizo mechi. Nafikiri ingekuwa busara kwamba kwa sababu umeenda juu kwa maana ya CAS umerudishwa. Kule juu maana yake kuna procedure inawezekana umeruka. Kuna hatua umeziruka. Kwa hiyo ni vema mrudi mezani, zungumze. Hata watu wanaogombana, kwa mfano nchi zilizoko kwenye machafuko wanapambana, lakini wanazungumza kwenye meza ya mazungumzo na jambo linaenda vizuri. Lazima tuamini kwamba mamlaka za mpira ni TFF, ni bodi ya ligi kwa maana ya kwenye hizi level zetu, ukiachilia wizara ya michezo hapa juu, lakini hizi kwa maana TFF na bodi ya ligi wenyewe ndio kwa asilimia kubwa wanahusika. Kwa hiyo hakuna namna Yanga wanaweza wakairuka bodi ya ligi, Yanga wanaweza wakairuka na TFF. Kwa sababu gani? Wao ndio kanuni zinazotumika ni za kwao. Lakini hata ligi haijaisha. Achilia mbali hizo, ubingwa ambazo Yanga wamepata kwa misimu mitatu, waliotoa ubingwa hao ni hao TFF pamoja na bodi ya ligi. Kwa hiyo inafika mahali kuitilafiana kupo, lakini lazima warudi katika hoja ya msingi. Kwa mfano wamesema sisi hatuna imani na bodi ya ligi. Sawa sawa Haya, wamewaambia warudi kwenye bodi ya ligi pamoja na TFF. Then warudi CAS. Sasa kama hakutafanyika kikao, manake hata CAS hawataenda kwa sababu hawatapata rufaa yoyote kutoka bodi ya ligi au TFF.
Unaona mchezo ulivyo. Kwa hiyo hapo ilipo hakuna namna. Yaani lazima bodi ya ligi na TFF waingie hapo, watoe barua, watoe maamuzi. Kwa mfano msema labda mechi inachezwa. Hapo ndio wanaweza karudi kwamba jamani, tumeambiwa mechi inacheza, lakini kwa sisi mazingira yaliyopo kutokana na maamuzi haya sisi hatutapata haki. Naomba haki yetu sasa muiangalie. Sawa sawa Ndio. Mali ngoja tusalie kwanza hapo. Maana yake ukihitaja bodi ya ligi, maana yake pamoja unazitaja na vilabu vyote vinavyoshiriki kwenye ligi. Maana yake vilabu na vyenyewe vinaingia pale kama wajumbe. Sasa tayari Young Africans ni miongoni tayari mwa wajumbe ama miongoni mwa hiyo bodi anayelalamika. Sasa hii kidogo kiafya inakwenda kabisa. Iko hivi. Bodi inatengeneza, vilabu wanatengeneza chombo chao ambacho ndio bodi ya ligi. Wanapitisha kanuni. Sawa sawa Kanuni zikishapita, sasa wote wataiheshimu ile kanuni. Simba akifanya kosa, kanuni hiyo itamhukumu. Yanga akifanya kosa, kanuni hiyo itamhukumu. Lipuli ya Iringa ikifanya kosa, kanuni hiyo itamhukumu. Tabora United akifanya kosa, kanuni hiyo. Sawa Kanuni hiyo imetengenezwa. Kwa hiyo ukishatengeneza kanuni sasa, hakuna mgongano wowote. So umeshiriki, umetengeneza. Sasa imeshakuwa msumeno. Lazima ukigusa utakukata. Ukienda kinyume. Kwa hiyo hakuna labda unasema kuna double standard na vitu kama hivyo. Na nikwambie, kati ya watu ambao wanapata favor ni Simba na Yanga kwenye hizo kanuni. Kwa nini unasema hivyo? Wewe umeshawahi kuona mechi ya Simba inachezwa saa 8? Yanga cha juu kabisa katika masuala ya mpira wa miguu ni kasi. Na wao wamekwenda kudai haki yao. Lakini katika sheria kuna kitu kinaitwa procedure, hatua zile. Sawa Kwa mfano wale wa kule juu ndio wamesema kwamba kuna hatua mmeruka. Au kuna yani mnatakiwa mrudi chini. Maana yake kurudishwa chini ina maana kuna kitu. Lakini huko studiona waliitwa pamoja serikali yenyewe pamoja serikali ni mlezi. Kuharmonize mazingira ya rafiki. Hata mimi na wewe tunapotembea kwenye nchi hii, mazingira yetu yanatakiwa yawe safi, tuishi kwa amani, sio? Serikali ndicho inachofanya. Kwa mfano kama bodi ya ligi, watu wamesema labda nitoe mfano, ukiruka ukuta fine labda milioni 5. Si mmekubaliana kwenye bodi ya ligi. Hiyo serikali haina shida. Kwanza itaona ni faida kwa sababu mnaoharibia miundombinu. Sawa Serikali imeweka gharama kubwa labda kujenga ukuta na maeneo mengine. Kwa hiyo hawa bodi ya ligi inalinda, serikali yenyewe inafurahi kwamba vijana wanaenda kwa utaratibu. Kwa hiyo mimi nafikiri turejee katika taratibu zetu ambazo tumejiwekea, katika misingi yetu. Kwa mfano, kwani Yanga wakicheza mechi wanapungukiwa na nini? Hao wanachodai kwamba wanataka kwanza haki itendeke, sheria na kanuni itendeke tofauti na kile kitu ambacho nasema busara. Unaona kama busara inatumika sana kwao wanapoitafuta haki, lakini wao wanapokosea busara inakuwa haipo. Mfano wakatolea ile ya Alikamwe kuzungumza kama marefali wanakuwa mchongo akaingia kwenye faini ya milioni 5, ndio wamejaribu wametweet kwa nini kwanza wao wanakuwa wanachukuliwa sana hatua kuliko wenzao. Kwanza ukizungumzia hilo la Alikamwe, of course ilishapita, sio? Lakini kwani Alikamwe hiyo sheria haijawahi kukamata watu wengine? Watu wengi sana. Na kwa nini wanasema usiwashambulie sana waamuzi? Kwa sababu wale ukiruhusu sana washambuliwe, wanatenda makosa, ni kweli. Lakini ukiwaruhusu kutakuwa na labda watu wataingia hofu. Sawa Mtu akifanya makosa kuna kamati yao ya waamuzi. Sawa Kuna kamati ya waamuzi na kuna match commissioner. Match commissioner pale uwanjani, kwa mfano ukienda pale Mwinyi, anaangalia kuna alama anawapa. Mtu akipewa alama ya chini